Katika Kristo, karibuni katika tafakari ya siku ya leo, Dominika ya 6 ya Pasaka mwaka A. Ndugu wapendwa katika Kristo, kuna swali moja la msingi ambalo neno la Mungu leo linatuuliza. Je, ninaishi katika upendo wa kweli au naishi kivuli cha upendo? Kwa sababu kuna utofauti mkubwa sana kati ya kumpenda Mungu kwa moyo mmoja na kwa moyo wote na kuonekana tu kama tunampenda Mungu. Hapo ndipo tunapokutana jambo hatari sana katika maisha yetu ya kiroho, ambayo ni unafiki wa ndani, ambao mara nyingi hauonekani kwa macho ya watu, lakini mbele ya Mungu inaonekana. Katika somo la Injili, Yesu anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Yesu anatamka maneno haya kwa uzito mkubwa, huku akiunganisha moja kwa moja upendo na utii. Hivyo basi, ndugu zangu, kusema kuwa nampenda Mungu bila kushika amri zake ni kujidanganya, na kushika amri kwa nje bila kumpenda Mungu ni unafiki. Hii ndiyo sababu Yesu anaahidi roho wa kweli, si roho wa kujifanya, si roho wa sura tu, bali ni roho anayechunguza undani wa moyo wetu, undani wa sisi wanadamu. Mtakatifu Gregori Mkuu alisema kuwa upendo wa Mungu hauwezi kufichwa, lazima ujionyeshe tu katika matendo yetu. Tunaweza kuwa tunaongea kwamba tunampenda Mungu, ninampenda mwanadamu mwenzangu na mambo mengine yote, lakini kama hauonyeshi hayo kwa matendo, yote ni bure. Ndio maana sisi wanadamu kila wakati hapa ulimwenguni tunasema ya kwamba tunampenda Mungu, lakini unamchukia mwanadamu mwenzako. Hauna upendo kamili katika maisha yako. Unasema ya kwamba ninampenda Yesu Kristo, mimi ni mfuasi kamili, lakini ndani mwako haumpendi mwanadamu mwenzako. Ndiyo maana tunasema ya kwamba tunapendana ili tunaishi wengi wetu katika kivuli cha upendo. Tunawaziana maovu, tunachafuliana jina kila wakati, lakini bado tunasema ya kwamba ninampenda Kristo. Tunawathamini wanyama zaidi kushinda wanadamu wenzetu. Kila wakati sisi kama wanadamu tunatunga sheria, sawa wale ambao wako mamlakani. Tunatunga sheria kwa kujinufaisha sisi wenyewe. Tunatunga sheria ili kuweza kuwakandamiza walio chini yetu. Lakini kila wakati tunasema ya kwamba tunampenda Mungu. Sisi kama wanadamu hatuheshimu wale ambao wako kwenye mamlaka, lakini bado tunasema ya kwamba tunampenda Mungu. Tuko na kinyongo, tuko na chuki, sisi ni wachoyo, lakini bado tunasema ya kwamba tunampenda Mungu. Ndugu zangu, tuweze kujitafakari ndani ya nafsi zetu. Je, ninampenda Mungu kwa moyo wote ama ninaishi katika kivuli cha upendo? Somo la kwanza linatupa picha ya furaha ya nje na uhalisia wa ndani. Katika Samaria